Nilikuahidi kwamba hii leo kama ilivyo ada kila siku ya Alhamisi tunapata nafasi ya kuweza kujifunza kuhusu muziki mtakatifu katika kipengele cha sauti za malaika. Basi niko tayari na ugeni hapa ndani ya studio za Radio Mwangaza FM. Utakwenda kuwafahamu ni akina nani ambao tuko nao kwa siku ya leo, lakini kabla tujasonga mbele zaidi, kwanza nikufahamisha kuhusiana na ujumbe mzuri kabisa kwa ajili yako msikilizaji. Katika kusherehekea miaka 23 ya amani na upendo, Radio Mwangaza FM inapenda kukujulisha wewe msikilizaji wake kuwa itajumuika na watoto wenye uhitaji wa kituo cha nyumba ya matumaini Miuji siku ya tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa maana hiyo itakuwa ni siku ya Jumanne, na unayo fursa ya kuchangia chochote kile ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu kupitia namba 0787947800. Jina litakuja Margaret Mjeja, au kwa lipa namba ya Voda ni 68033537. Jina ni Radio Mwangaza. Na kwa atakayehitaji basi kujumuika na timu nzima ya Radio Mwangaza FM siku hiyo ya tarehe 23, wasiliane na Margaret Mjeja kwa namba 0787947800. Tunasema kwamba miaka 23 ya Radio Mwangaza FM, njoo tuwafariji wenye uhitaji na kuvuna baraka kwa Mungu. Ndivyo ambavyo basi tukiwa na siku nazo pia zinakimbia sana, hakikisha kwamba basi unatembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi. Tayari ndani ya studio ya Radio Mwangaza FM ninao wageni wangu ambao basi tutakwenda kuzungumza nao kwa pamoja. Ni akina nani, wametoka wapi, wana kipi cha kutushirikisha kwa siku ya leo? Mimi ni Pasco Ikue. Endelea kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0735787820. Hiki ambacho nakisikia kwa sasa pia kwenye YouTube channel yetu Mwangaza Digital utakitazama huko. Nyuma ya kamera yuko na MS Victor Michael kuhakikisha kwamba hiki ambacho nakisikia pia unakipata kunako YouTube channel yetu ya Mwangaza Digital. Jamani, karibuni sana, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Hoi hai. Mbona kama mmepoa hivi? Nini shida? Na hatupo kwenye mfungo. Karibuni sana. Nadhani mwenyekiti ni fursa sasa kututambulishia hawa ambao umeambatana nao. Ni kwaya ya Mtakatifu nani, kutoka wapi, ili basi tuanze kufahamiana kwanza. Karibu sana mwenyekiti, ujitambulishe majina yako, alafu pia ututambulishie ugeni mzima ambao tuko nao kwa siku hii ya leo. Asante sana mtangazaji. Sogelea kwenye maiki yako hapo. Asante sana ndugu mtangazaji. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi pamoja nawe asubuhi hii, kwa majina naitwa Dr. Evodius Marco Kanyamyoga. Mimi ni mwenyekiti wa kwaya ya Mtakatifu Ana, ambayo pamoja nami ni najumuika na wanakwaya wenzangu. Tunayo sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na besi, lakini kwa namna ya pekee ninaye katibu wangu hapa ambaye atajitambulisha hapo baadaye. Kwaya ya Mtakatifu Ana inainjilisha, inafanya utume wake katika parokia ya Bikira Maria mama wa damu azizi ya Yesu Kisasa. Karibu sana mwenyekiti Dr. Evodius, si ndivyo Ndio mtangazaji. Karibu sana mwenyekiti na kwaya nzima ya Mtakatifu Ana. Karibuni sana jamani Nadhani sio mara ya kwanza kufika hapa. Au ni mara ya kwanza? Baadhi mara ya kwanza, wengine mara ya pili, wengine wazoefu kabisa. Karibu sana. Karibu sana, jitambulishe. Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Lorita Msuya, ni katibu kwaya Mtakatifu Ana, parokia Bikira Maria mama Adamu azizi ya Yesu Kisasa. Ndiyo. Kwa baba Sostenes Ndendia. Karibu sana. Tunashukuru sana. Wanakwaya sasa pia tuanze kufahamiana, waitwa nani na waimba sauti ya ngapi? Karibu sana kaka hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Mimi kwa majina naitwa Christopher Elias, ni mwimbaji wa kwaya ya Mtakatifu Ana, naimba sauti ya tatu. Karibu sana. Asante. Kakaangu hapo, wanakwaya hata mbinguni tutaimba. Basi kwa majina naitwa Cleophas Deusdedit Makene, mimi ni mwimbaji wa kwaya Mtakatifu Ana, naimba sauti ya pili, ya tatu. Naimba kwa imani, naimba sauti zote. Ni mwalimu mtarajiwa. Ni mwalimu mtarajiwa. Na sifa ya mwalimu lazima uzijue sauti zote. Sauti zote. Kwa hiyo hata ukisema sauti ya kwanza ni sawa tu. Yote sawa. Basi sawa. Asante sana. Ndugu yangu, karibu sana. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Basi kwa jina naitwa Mwalimu Simfukwe, mwalimu msaidizi wa kwaya Mtakatifu Ana. Karibu sana. Wewe sauti zote pia.
Mwalimu, huna haja kujitambulisha kwa sauti ambayo unaimba. Sauti zote ni za kwako. Karibu sana dadangu hapo. Milele amina, sogea hapo kwenye maiki hapo. Sogea karibu kabisa. Sogea karibu Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Anisia Jovini. Ni kwaya Mtakatifu Ana, parokia ya Kisasa. Naimba kwa sauti ya kwanza. Karibu sana. Asante. Dadangu hapo hapo ulipo, tusogea karibu hapo. Tumaini letu. Kwa majina naitwa Luciana Paul, naimba sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza. Sawa. Dadangu hapo pia. Sogea karibu na maiki hapo, unaweza tukaishusha chini kidogo. Nemes uko wapi? Nisaidie kidogo hapo. Kristo. Tumaini letu. Kwa majina naitwa Leticia Andrea, naimba sauti ya kwanza. Karibu sana dadangu hapo. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. Kwa majina naitwa Magdalena Benedict Chapewa, naimba kwaya Mtakatifu Ana, sauti ya pili. Kristo. Tumaini letu. Karibu sana pia hapo. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. Naimba kwaya Mtakatifu Ana, parokia. Sogea kidogo. Naimbia kwaya Mtakatifu Ana, parokia ya Kisasa, damu azizi ya Yesu. Sauti ya ngapi? Sauti ya pili. Karibu sana. Sawa. Mwenyekiti Dr. Evodius. Naam. Karibu sana, tuifahamu historia kwa ufupi kwaya hii ya Mtakatifu Ana. Mimi mwanzoni nilipoifahamu kwaya ya Mtakatifu Ana, nikawa nimepata picha kwamba ni kwaya kongwe, kwa maana ndio kwaya ya kwanza pale parokiani Kisasa. Sasa sijui kama mawazo yangu yako sahihi, utanisahihisha kwenye historia fupi ya kwaya ya Mtakatifu Ana. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema mwenyewe, ni kweli kwaya ya Mtakatifu Ana ni kwaya kongwe kwa maana ya parokia yetu ya damu azizi ya Yesu Kisasa. Ni kweli ilianza mwaka 2003. Kwa hiyo ni kongwe kwa sababu parokia yenyewe imekuja kuanza mwaka 2010. Kwa hiyo imeanza mwaka 2003 ikiwa chini ya kigango cha Mtakatifu Ana, wakati huo kigango, na ilianza ikiwa na wanakwaya 7. Wanakwaya 7 peke yake? Yes. Kwa hiyo unaweza ukatizama kwamba kweli ni kwaya kongwe, imekuwa, na kwa mtu ambaye amezaliwa 2003 inawezekana pia ndio vijana ambao sasa hivi wamekuwa kubwa kidogo. Sawa sawa. Yeah. Baada ya hapo, kwa safari ya uimbaji na utume kwenye kwaya tangu mwaka 2003, kwaya imeendelea kukua, na tunavyozungumza ndugu mtangazaji, sasa hivi kwaya ina wanakwaya 50. Wanakwaya 50 kutoka 7. Kwa hiyo kwaya imekuwa, na ndio baadhi unawaona hapa, lakini kwa sababu tumeweza kuitana siku ya kazi, wengine ya kuweza kufika, lakini timu yetu ni kubwa ya wanakwaya 50. Na ni misa ngapi inahudumu pale parokiani Kisasa? Kwa utaratibu wa parokia yetu tunafanya mzunguko kwa sababu kwa sasa tunazo kwaya 3. Kwa hiyo tuna misa 3 pia, ambayo ni misa ya kwanza ya saa 12, misa ya pili saa 1:30, na misa ya tatu saa 3, kwa maana ya misa ambayo tunahudumu kama kwaya, lakini tunafanya mzunguko kwa kwaya zote. Kwa hiyo hatuna misa maalum ambayo tunasema kwamba hii misa ya 3 basi ni ya kwaya fulani. Kwa hiyo kama wiki tukiimba misa ya kwanza, wiki inayofuata tunaimba misa ya pili, na wiki inayofuata tunaimba misa ya 3. Tunakwenda kwa huo mzunguko. Sawa. Huyo ni mwenyekiti wa kwaya ya Mtakatifu Ana kutoka Kisasa, Dr. Evodius, ambaye ametupitisha kwenye historia fupi ya kwaya hii ya Mtakatifu Ana. Sasa hivi nadhani ni katibu naye tufahamu, toka mwaka 2003 mpaka hivi sasa mwaka 2025 tunazungumza umri wa mtu mzima. Kama ni kijana wako basi bila shaka kashakuletea mjukuu. Kutoka mwaka huu 2003 mpaka hivi sasa, mmewezaje kusimama imara kwaya hii ya Mtakatifu Ana kama kwaya kongwe pale Kisasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Tumeweza kusimama imara kutokana na kumtanguliza Mungu mbele. Ndio. Changamoto hapa na pale hazikosekani, lakini kama kundi tunazibeba, tunazichukua kwa ajili ya kusonga mbele kumtangaza Kristo. Ndio maana tumesimama imara mpaka leo hii.
Sawa sawa. Mwalimu, zamu ni ya kwako sasa. Tufahamu toka mwaka 2003 mpaka hivi sasa kwaya hii ya Mtakatifu Ana kutoka parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, ni album ngapi tayari mmeshafanikiwa kuzitoa kama sehemu ya uinjilishaji kwa njia ya uimbaji? Tangu mwaka 2003 mpaka sasa ni albamu 2. Ingawaje kanda ya kwanza ilitolewa katika sio viwango vizuri. Lakini sasa hivi ndio tumetoa kanda yenye kiwango kizuri. Ambapo uzinduzi wake ulikuwa ni lini hasa? Hii ambayo unasema kwamba imekuwa kwenye viwango vizuri. Bado hatujafanya uzinduzi, tulitoa tu wimbo wa jubilei kutokana na kipindi chenyewe. Ndio. Hii nyingine sasa tutafanya baada ya mwaka ujao, tutafanya uzinduzi mkubwa. Basi nadhani mwenyekiti na katibu atakuja kutujuza kuhusiana na mikakati iliyopo sasa kwenye uzinduzi wa hiyo album mpya ambayo basi ni ya kwao kwaya ya Mtakatifu Ana kutoka parokia Kisasa. Mimi napenda sana kuimba ila sio mwimbaji. Napenda sana kusikia waimbaji. Umetuandalia tafakari gani hasa ya kuutambulishwa kwaya hii ya Mtakatifu Ana kwa hivi sasa, ili basi msikilizaji ambaye anategea sikio Radio Mwangaza hivi sasa atambue kweli hii ni kwaya ya Mtakatifu Ana? Karibu sana. Tumeandaa tu wimbo wa Majilio ambao tutauimba hapa kwa sababu ndio kipindi chenyewe. Sawa, lakini pamoja na hayo neema ya jubilei ni moja kati ya tafakari ambayo hamwezi toka humu ndani kama mjaimba. Jiandaeni kisaikolojia. Hii haina shida. Ndio. Hii haina shida. Sawa. Hii hata sasa tu kusema kulipua tu watu wanaimba. Sawa, tuanze kwanza na huu ambao umeandaa mwalimu. Wa Majilio. Ndio. Sawa sawa kabisa. Kwanza tujipongeze jamani kwa makofi mengi sana. Njoo Masia, tunakungoja, njoo tuokoe, ni tafakari ambayo basi inatutafakarisha hasa kwa kipindi hiki cha Majilio, na waimbaji wa kwaya Mtakatifu Ana kutoka parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ndio ambao basi wametutafakarisha kwa sahihi. Mwenyekiti,
Karibu sana Dr. Evodius, ili basi tuweze kufahamu sasa mikakati. Mwalimu alituambia kwamba bado albamu mpya bado haijazinduliwa. Pengine tutarajie lini na taratibu na mipango ikoje hasa? Asante mtangazaji, ni kweli kama alivyosema albamu imekamilika. Na kama unavyoona tunaingia katika msimu wa Krismasi na mwaka mpya. Hivyo tumeona ni muhimu sana kuacha hivi vipindi vya liturujia vikapita, ili tunavyoanza mwaka wa 2026 tuweze sasa kuingia katika hatua ya uzinduzi. Mikakati iliyopo kwanza ni kuhakikisha tunatoa album ambayo ni ya viwango vikubwa sana kulingana na umri wetu wa miaka 22 kama tulivyosema. Lakini tumeweka mkakati mkubwa kwamba tuhakikishe tunakuwa na wadau mbalimbali, kwa sababu albamu hizi tunazitoa kama ni sehemu ya kuinjilisha, lakini pia inatuwezesha sisi kama kwaya kufahamika, inatutambulisha kokote duniani kama unavyoona kwenye YouTube na nini. Lakini pia tunataka kwamba albamu ambayo tutatoa iwe na uwakilishi mkubwa ndani na nje ya Dodoma. Kwa sababu mikakati tunayokuwa tunaifanya wakati wa kuzindua albamu, tunaalika kwaya mbalimbali kutoka Dar es Salaam, kwaya kubwa kutoka Arusha, kutoka Mwanza, kutoka wapi. Kwa hiyo mikakati tumeisha iweka vizuri, kwa maana ya kujikusanya kuhakikisha tunaweza kuwakaribisha na kuwakarimu wageni watakaofika wakati huo. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kama utatualika tena katika kipindi mwishoni mwa mwezi wa Januari au mwanzoni mwa mwezi wa pili, pengine tutakuwa na nyimbo kubwa sana ambazo tutakuja nazo hapa studio na tunahakika zitatikisa kweli. Hapa ni nyumbani kwenu, ni nyinyi tu wenyewe kuamua. Na hapa wigo mpana wa kupanga kwamba tunataka tuje Alhamisi ipi. Ni kila siku ya Alhamisi tunazungumza muziki mtakatifu. Kwa hiyo mtapanga wenyewe kwamba Alhamisi tunataka tuje bwana, ratiba ikoje? Milango iko wazi. Katibu, karibu sana pia. Kwaya iweze kujiendesha vinahitajika vitu vingi sana. Na kuna changamoto nyingi sana kwenye kuiendesha kwaya. Miaka 22 unazungumzia umri wa mtu mzima. Pengine nyinyi mnajiendeshaje hasa kurekodi hizi album, kurekodi tafakari moja mpaka hivi sasa? Ni njia gani ambazo mnazitumia hasa kwenye kujiendesha kwaya Mtakatifu Ana kutoka Kisasa? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Sisi itambulike kwanza sisi ni wazazi. Wazazi wa kwamba tumewazaa watoto wawili. Kwaya Mtakatifu Monica na Mtakatifu Gaspari. Ndio. Sasa sisi namna tunavyojiendesha ili watoto wetu na wao wachukue mfano wetu, tuna vyanzo vyetu vya mapato. Kwanza kila mmoja na biashara zake anazoweza kufanya, lakini miongoni mwetu mradi wetu mkubwa kama wanakwaya, tunaweza kutengeneza sabuni, tunaweza kutengeneza batiki, tunaweza kutengeneza vitu vya aina mbalimbali ili kuweza kujikimu, kuweza kuongoza hii kwaya. Lakini pili, tuna wafadhili. Wafadhili wetu wanatugusa pale ambapo tunashindwa. Tunaona hapa hatuwezi kunyosha mkono, basi wao wanatutia nguvu. Lakini miongoni mwa hao pia ni mwenyekiti wetu. Yeye ni mwenyekiti lakini pia ni mfadhili na ni mlezi wa hii kwaya. Dr. Evodius. Dr. Evodius Marcus Kanyamioga. Yeye ni mfadhili wetu na ni mwanakwaya mwenzetu. Kwa pale ambapo tunaona tunashindwa, yeye anaweka mkono wake. Na yuko mwenyekiti mwenzie ambaye ni makamu mwenyekiti Roy Ongeza Prudence. Lakini tunaye Angelista Kiaga. Hawa ni wanakwaya wenzetu lakini ni miongoni mwa wanyosha mikono kusapoti kwaya. Kwa hiyo ndo namna ambavyo kwaya hii ya Mtakatifu Ana inavyojiendesha pia. Nadhani ni mfano mzuri pia ambapo kwaya zingine zinapaswa kuiga kwa namna ya kuweza kuhakikisha kwamba zinajiendesha. Lakini kwa nyakati zote hizo kutoka 2003 mpaka hivi sasa tunazungumzia muda mrefu, changamoto pia zikosekani. Kwenu nyinyi changamoto kubwa ni nini hasa? Changamoto kubwa ni nafasi za wanakwaya. Ndio. Unajua wanakwaya kila mmoja, kama hapa dokta tumemtoa kwenye kazi. Ndio. Ili kuweza kuunganisha ili kundi lifike 50 na au 60 inahitaji moyo mkuu wa kujitolea. Mtu aache kitu kimoja aweze kuambatana na kitu kingine. Kwa maana hiyo tuna jukumu kubwa la kuweza kukusanyana ili kuweza kufikia lengo la kumuimbia Mungu. Lakini na wote tunaitikia kwa wito mmoja. Ndiyo. Hapa leo tu ni kwa sababu taarifa zilichelewa kidogo kufika, ndio maana umeona, lakini hapa tusingetosha. Kabisa. Tupo wengi na wenye moyo wa kuitikia.
Sawa. Neema ya Jubilei ni moja kati ya tafakari ambazo zimetoka hivi karibuni. Nazungumzia kama miezi kadhaa tu iliyopita. Mwalimu, nilikuambia kwamba hamtotoka humu ndani ya studio za Radio Mwangaza FM pasina kuimba hii tafakari ya Neema ya Jubilei. Uko tayari? Haina shida. Basi wakati unajipanga tuisikilize kwanza. Katika imani, kwa hiyo Jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Neema ya Jubilei ndio tafakari ambayo unaisikia kwa sasa, msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Waimbaji ni kwaya Mtakatifu Ana kutoka Parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Kama ndo kwanza unaungana nasi, basi tuko na kwaya Mtakatifu Ana ambao basi tunazungumza nao kuhusiana na muziki mtakatifu, safari yao kuanzia mwaka 2003 mpaka hivi sasa, mambo kadha wa kadha ambayo yanawahusu wao, ikiwemo pia pamoja na uzinduzi wa albamu yao mpya ambayo pengine mwakani panapo majali wa Mwenyezi Mungu tutakwenda kuipata hii albamu mpya kutoka kwaya ya Mtakatifu Ana. Bila shaka Neema ya Jubilei ni miongoni mwa nyimbo ambazo tutazipata kwenye hiyo albamu mpya. Si ndivyo mwalimu? Mko tayari kwa kutafakarisha kwa tafakari hii? Karibuni sana. Ndani yetu tumaini lenye baraka, baraka za kimungu. Neema ya Jubilei iamshe ndani yetu tumaini lenye baraka, baraka za kimungu. Kwa kubatizwa kwetu sote mahujaji wa matumaini katika imani. Kwa hiyo Jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Kwa kubatizwa kwetu sote mahujaji wa matumaini katika imani. Kwa hiyo Jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Neema ya Jubilei iamshe ndani yetu tumaini lenye baraka, baraka za kimungu. Neema ya Jubilei iamshe ndani yetu tumaini lenye baraka, baraka za kimungu. Kwa kubatizwa kwetu sote mahujaji wa matumaini katika imani. Kwa hiyo Jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Kwa kubatizwa kwetu sote mahujaji wa matumaini katika
katika imani. Kwa hiyo jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Ni neema ya jubilei hiyo, msikilizaji. Umeisikiliza. Waimbaji ni kwaya ya Mtakatifu Ana kutoka Parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi. Kipindi hewani ni Mungurumo wa Sifa kwa nami Pasco Ikuo. Tamati ni pale 7 kasoro dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini nikukumbushe pia katika kusherehekea miaka 23 ya amani na upendo, Radio Mwangaza napenda kujulisha wewe msikilizaji kuwa itajumuika na watoto wenye uhitaji wa kituo cha Nyumba ya Matumaini. Siku ya Nyumba ya Matumaini iko Miyuji siku ya Jumanne tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo basi unayo fursa ya kuchangia chochote kile ambacho umejaliwa na Mwenyezi Mungu kupitia namba 0787 94 78 00. Jina ambalo litatokea hapo ni Margaret Mjeja, lakini kwa lipa namba ni 68 03 35 37. Jina ambalo litatokea hapo ni Radio Mwangaza FM. Na kwa atakayehitaji kwa kuungana na timu nzima ya Radio Mwangaza FM kwenda pale katika kituo cha Nyumba ya Matumaini Miyuji siku hiyo tarehe 23, basi anayo nafasi ya kuweza kuthibitisha ushiriki wake baada ya kuwa tayari ameshachangia kwa namba hii ya 0787 94 78 00. Tunasema kwamba miaka 23 ya Radio Mwangaza, njoo tuwafariji wenye uhitaji na kuvuna baraka kwa Mungu. Nipo na waimbaji kwaya ya Mtakatifu Ana kutoka Parokia ya Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ndio ambao tunazungumza nao kwa siku hii ya leo, na kupitia namba 0735787820. Na kuna maswali pia ambayo yameulizwa na wasikilizaji, lakini kulingana na muda pia nikitambua kwamba tuko kwenye majukumu tunahitajika kuwahi, basi pengine kwa uwakilishi tu swali moja litatosha, nami pia nitauliza swali moja basi tutahitimisha. Hili swali nadhani ni mwenyekiti utalijibu hili. Kuna msikilizaji kauliza hivi, kaanza kwa kutusalimu tu, muimbie Bwana. Anasema hongereni sana kwaya ya Mtakatifu Ana. Swali lake ni vipi kuhusiana na wanakwaya wa matukio, nao inakuwaje mwenyekiti? Naamini hata kwaya ya Mtakatifu Ana tupo wanakwaya wa matukio, ambapo tunapoelekea kipindi cha Christmas na mwaka mpya ndio tunakuwa moto kweli kweli kwenye mazoezi, kushiriki maadhimisho ya ibada ya misa takatifu na vitu vyote ambavyo vinahusu kwaya ya Mtakatifu Ana. Kwanza hili lipo kwenye kwaya yako? Mtangazaji, ni kweli wanakwaya wa matukio wapo na ni karibu kwaya zote. Na kama tulivyosema, na kwa uzoefu wa kwaya hizi kwa kipindi hiki ambacho tumekuwa katika utume, uimbaji ni karama ambayo inabidi itoke ndani ya moyo wa mtu, na mara nyingi ni ngumu sana kuwadhibiti wanakwaya wa matukio, kwa sababu wakati wanapojiunga kwaya ni vigumu kumtambua kwamba huyu ni mwanakwaya wa matukio. Na kama tulivyosema, sisi tuna utaratibu wa faini. Ikipita wiki nzima haujatokea, lazima tujue sababu ambayo inakufanya usitokee kwenye kwaya. Lakini pia katibu anaita majina kila baada ya zoezi. Kwa tunajaribu kuwaratibu wale wa matukio, na sasa hivi tuna utaratibu kwa wanakwaya pia wanaojiunga, wale wapya, kufahamu historia yao, walikotoka, wametoka kwa sababu gani, kwa sababu imekuwa sasa ni tabia, mwanakwaya anakaa miezi miwili anatokomea. Lakini pia kwa mazingira yetu ya Dodoma kama unavyoona ndugu mtangazaji, tuna wahamiaji wengi wanaotoka Dar es Salaam, wapi wanakuja kikazi. Kwa hiyo unakuta mwanakwaya anakaa, lakini pengine anahamishwa kikazi na mambo kama hiyo. Kwa hiyo kudhibiti kabisa wanakuwa matukio ni ngumu, kwa sababu hiyo inakuwa ni hulka ya mtu, anavyoingia utambui kwamba huyu atakuwa ni matukio. Ndio. Na jambo lingine tunalofanya, kwa sababu wanakuwa matukio wanaingia kwa sababu ili ipite Christmas au mwaka mpya, au ajiweze kujipatia sare na vitu kama hivyo vidogo, au mna ziara ya kwenda nje ya mkoa. Kwa hiyo hivyo, lakini kitu kikubwa ni kama nilivyosema, huu ni wito kama
ulivyo wito maeneo mengine. Kwa hiyo kimsingi ni jambo ambalo inabidi liwe ndani ya mwanakwaya mwenyewe. Kumdhibiti mwanadamu ni ngumu kabisa, ngumu sana, lakini tunajitahidi, tunaweka taratibu mbalimbali ambazo walau tupunguze idadi yao. Kama nilivyosema, kuwa na wanakwaya 50 hapa ambao ni idadi yetu sisi, 2 3 unawapata wale wa matukio, lakini lengo kubwa ni kwamba tunajitahidi kuwadhibiti. Usipofika kwenye zoezi lazima tuwe na taarifa zako. Ndio. Na ikipita wiki moja hatujui ulipo, ya 3 ni kwamba utakapokuwa na changamoto yoyote hatukuhudumii. Tunachukulia wewe ni mtoro, lakini pia tuna utaratibu wa kwenda kuwatembelea majumbani. Tunawatembelea majumbani, tunaona mwenzetu changamoto aliyonayo ni nini. Basi ikionekana ni mtoro anafanya makusudi, basi tunamwomba aendelee na utaratibu mwingine katika kwaya zingine ambazo zinaweza zikapokea wanakwaya matukio. Umezungumzia kwamba mwanakwaya asipohudhuria kwenye mazoezi lakini pia kushiriki shughuli zile za kwaya akiwa na changamoto hamumhudumii. Pengine ni huduma gani anazipata mwanakwaya kwaya Mtakatifu Ana? Asante. Sisi tuna huduma mbalimbali. Kwanza unapokuwa umejifungua, umelazwa, una changamoto yoyote au una jambo la furaha, kwa mfano unaozesha, una ubatizo, una kipaimara, sisi kama kwaya tunafika. Na kama ni mwenzetu labda anaumwa, tunakwenda kumtembelea hospitalini na tunachanga shilingi 1000 kiasi fulani ambacho huwa tunapanga, tunakwenda kumuona. Sasa katika mazingira hayo, wala ambao ndio wa matukio vigeugeu au waeleweki, tuna huo utaratibu kwamba bana, ndugu yangu, ukifikia hii hatua basi sisi tutakuja kukupa huduma mbalimbali. Lazima uweke utaratibu fulani wa kukumbushana kila mmoja kutekeleza majukumu yake. Sawa sawa. Huyo ni mwenyekiti kwaya Mtakatifu Ana Dr. Evodius, ambaye basi ametujuza pia kuhusiana na namna ambavyo wanasimamia hasa kuhakikisha kwamba wanakwaya wa matukio wanapungua kwenye kwaya hii ya Mtakatifu Ana. Katibu, mwanzoni kabisa ulisema kwamba kwaya Mtakatifu Ana ndio imezaa kwaya 2. Kwaya ya Mtakatifu Monica na kwaya ya Mtakatifu Gaspari. Kwa namna gani hasa? Kuna wanakwaya kutoka kwaya Mtakatifu Ana walitoka ama mlifanya punguzo la kwenda kuwahamishia kule kwa maana idadi ilikuwa kubwa, ama utaratibu ulikuwaje? Yaani mliwazaa vipi? Nahitaji tukufahamu kwamba kwaya hii ya Mtakatifu Ana imezizaje hizi kwaya 2? Asante ndugu mtangazaji. Yaani sisi kwa sababu ndio waanzilishi wa kwaya katika parokia Bikira Maria Mama Adamu Azizi, tuliweza kuhamasisha wengine nao wakaweza kujiunda, wakapata kundi la pili kutokana na sisi utendaji wetu, wakazaliwa wa pili ambao wao wamejitoa, wamezaliwa kutokana na Mtakatifu Ana kuanzisha kwaya katika parokia Bikira Maria. Lakini pili, kuna ambao walikuwa miongoni mwetu na wenyewe wakatoka wakasema hapana, sasa na sisi hili kundi limekuwa, sasa tuko 50. Tuna wakati tutaenda tukifike 100. Misuguano inakuepo ya hapa na pale. Lakini na wenyewe wakaamua waanzishe kundi la 3. Kwa hiyo hawa pia tunashirikiana nao kama sisi ndio mama na ndio baba. Kwa hiyo na wenyewe tuna jukumu la kuangalia. Kama sisi tutatetereka, wao watazidi kutetereka zaidi. Kwa hiyo wao wakisimama ni sifa kutoka kwa Mtakatifu Ana ndio wamezaa makundi haya 2 katika parokia yetu. Sawa, asante sana katibu, na bila shaka basi ndio maana tunaona kwaya zote za parokia ya kisasa zimeendelea kusimama. Si Mtakatifu Monica, si Mtakatifu Gaspari, lakini kumbe kazi kubwa inafanywa na kwaya ya Mtakatifu Ana. Mwenyekiti alizungumza kwamba kuna taratibu pia za kuweza kuwapokea wanakwaya wapya. Pengine sababu gani, vitu gani vya msingi sana huwa mnavizingatia? Kwa mimi ambaye nataka kujiunga na kwaya ya Mtakatifu Ana nikiwa ni mwanakwaya mpya, nahitaji kujiunga, vitu vya msingi zaidi kuvizingatia kabla ya vingine vyote ni vipi? Vitu vya msingi kujiunga na kwaya yetu, kwanza umetokea wapi? Upo kwa muda gani? Lakini pia lengo lako ni nini? Kwa sababu mwingine anaweza kumpokea lengo yake ni kuja tu kuvuruga. Katika haya makundi, kila kundi linatokeaga mivurugano. Lakini kama yeye ni mwimbaji anajulikana. Ukimwangalia tu hivi, mwalimu ana testi zake. Anaweza akakupa kitu hapo, akakisikiliza, wewe ya 6. Naenda kwenye sauti ya 6. Kwa hiyo tuna vigezo vyetu ambavyo tunajua huyu ni mwanakwaya
na huyu si mwanakwaya. Hiyo ni kamati ya mwalimu inamhusu. Lakini pia tunawekeana mkakati kama alivyokwisha kutoka kusema mwenyekiti. Kuna wale ambao wanafika kwa ajili tu ya kuweza kuonekana au kuweza kufanya hiyo leo kwa matukio. Kuna Christmas, kuna nini, anafika anarudi. Lakini hao tumeweza kuwadhibiti mpaka sasa hivi tunao kama 3-4. Kutoka kwenye 50 na tunaweza kuwadhibiti kwa taratibu, sheria, kanuni tulizowekea wenyewe kama kundi. Sawa, asante. Mwalimu. Mimi na Nemes hapa pia ni waamini wa parokia ya Bikira Maria Mama Adamu Azizi Yesu Kisasa. Hivi kinitazama mimi napaswa na sifa za kuwa mwanakwaya? Kabisa. Unapaswa kuwa mwimbaji kwa sababu una sauti nzuri alikupa Mwenyezi Mungu. Nemes? Si mbaya akawa mchekeshaji kwenye hasimu wako wa muda mrefu zaidi. Sababu kwenye kwaya si wote waimbaji, wengine kazi yao ni kuchekesha. Kwa hiyo sawa. Naye anapaswa pia. Sawa. Ndio. Na alisema kabisa hata kupiga picha. Nadhani sasa mna misuguano yenu inahitaji pia usuluhishi wa kina zaidi. Sasa hivi tunazungumzia dunia imehamia kwenye teknolojia. Utandawazi, mitandao ya kijamii pia inatumika kama jukwaa la kuweza kuwasilisha kazi mbalimbali. Mwenyekiti, nadhani hili swali linakuhusu. Kwaya hii ya Mtakatifu Ana, nyinyi swala hili la teknolojia pengine mmelichangamkia vipi, hasa kuhakikisha kwamba pia kazi zote za kwaya ya Mtakatifu Ana tunazipata huko kupitia teknolojia? Nahitaji kufahamu mna YouTube channel, kwenye mitandao ya kijamii huko nako pia mpo, mnafahamika kwa jina gani pia? Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli teknolojia tunayo, lakini pia tuna mwanakwaya ambaye anasimamia hilo eneo, ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika eneo la Tehama, ambaye anaratibu haya masuala. Lakini kama ulivyosema, kazi zetu tuna YouTube account. Na umeona wakati tumezindua ule wimbo wetu ambao tumemaliza kuimba hivi punde, Neema ya Jubilei, utakuta kwenye YouTube, na wapo watu wamekuwa kutupigia kutoka maeneo mbalimbali duniani wakitupongeza. Kwa hiyo teknolojia ya habari tunaitumia, lakini pia tuna mtu ambaye ni mhitimu kabisa katika ile eneo, na anaendelea kuhakikisha kwanza tunapopeleka kule kwenye teknolojia ya habari wasifaidike watu wengine. Kwa maana kwamba tumeinjilisha zile accounts za YouTube, nadhani unafahamu jinsi kwa namna fulani zikitumika vibaya basi zinafaidisha watu wengine. Ndio. Lakini pia utaona ukifungua YouTube yoyote basi kuna jitokeza picha zinazojitokeza pale mwanzo kabla hata wimbo hujatokea. Kwa hiyo tunaziita cyber attack. Ndio. Kwa tuna watu ambao wanaratibu katika hayo maeneo kuhakikisha zile kazi zetu tunazokuwa tumepeleka kule zinalindwa vizuri sana. Na tunaendelea katika maeneo mbalimbali kwa sababu Tehama imepanuka na inaendelea kupanuka kila wakati, ili kuhakikisha kwamba tunavyokuja kutoa ile album nyingine tuwe tumejipanga vizuri kuhakikisha zile kazi zitakavyokwenda kule kwanza ziwe protected against cyber attacks, lakini pia kuhakikisha malengo ya wimbo yanafika kwa kama ilivyopangwa. Sawa. Nimeuliza swali hilo kwa sababu wakati najaribu kufuatilia kutafuta nyimbo mbalimbali za kwaya Mtakatifu Ana, niliona kuna nyimbo ambazo zimetolewa miaka 8 iliyopita, miaka 3 iliyopita, miaka 2 iliyopita, lakini hazipo kwenye YouTube channel ya kwaya Mtakatifu Ana. Kwa hiyo ndio maana nikapata maswali. Tafakari ambayo naiona ambayo iko kwenye YouTube channel ambayo ni official ya kwaya Mtakatifu Ana ni hii Neema ya Jubilei. Bila shaka ndio kwanza mmeanza. Sawa. Basi nadhani kila kitu kitakuwa kinakwenda vizuri. Mwalimu, kwa tafakari ya mwisho kutuagia ambayo umetuandalia kwa siku ya leo, pengine tuweze kuhitimisha mahojiano yetu kwa siku hii ya leo. Karibu sana wakati tunajiandaa. Baraka za Kimungu, neema ya Jubilei iamshe ndani yetu tumaini lenye baraka. Baraka za Kimungu, kwa kubatizwa kwetu sisi sote tu mahujaji wa matumaini katika imani. Kwa hiyo Jubilei ipate kutusaidia kutoka gizani tukawe mahujaji hodari katika imani. Kwa kubatizwa kwetu sisi sote
mwalimu, bila shaka mko tayari kwa tafakari ya mwisho kabisa kwa siku ya leo na kisha tuagane. Karibuni sana. Bwana anakuja, twende kumlaki Bwana Mungu wa majeshi. Ziwasheni nyoyo tukampokee huyu mwenye utukufu. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Wewe ndiwe mkate wa mbinguni, utulishe wenye njaa. Wewe ndiwe mwanga, sisi tu vipofu, tufanye tuone tena. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Wewe ndiwe njia, tutakufuata, turudi kwa Baba yetu. Wewe ni ukweli, utuangazie, tusije tukapotea. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo, shinda pamoja nasi. Basi ndivyo ambavyo tunahitimisha tafakari ya tatu na ya mwisho kwa siku ya leo kutoka kwaya ya Mtakatifu Ana, Parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Msikilizaji wa Radio Mwangaza FM ambao tumekuwa nao kwa siku ya leo, hasa katika kipengele cha sauti za malaika, tukiuzungumza na kujadili muziki mtakatifu, kuwafahamu pia kwaya hii ya Mtakatifu Ana ni wakina nani na namna ambavyo basi wanajiendesha na mambo kadha wa kadha kuwahusu. Kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ambao msikilizaji kanitumia hapa, anasema tumuimbie Bwana. Amesema kwamba hongereni sana kwaya ya Mtakatifu Ana, karibuni humwa parokiani kwetu, parokia ya Yosefu Mfanyakazi. Anaitwa Andrew Doto, mtaa wa Gulioni, anawakaribisha sana pale parokia ya Yosefu Mfanyakazi ihumwa. Bila shaka mtaenda pia kwenda kuinjilisha kwa njia ya uimbaji. Tuanze hapo na katibu, pengine lolote lile la mwisho la kuhitimisha, mwenyekiti atamalizia. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Sisi tunashukuru kama kwaya kwa kutuita na kufanya mahojiano na sisi, lakini tunaomba msituchoke. Tunaenda kuzindua kitu kizuri, kitu kikubwa. Hapa ni nyumbani. Tunapokuja kupiga hodi, naomba mtukaribishe. Karibuni sana. Mwenyekiti, kwa kuhitimisha sasa. Asante ndugu mtangazaji na wasikilizaji kwa namna ya pekee. Leo tumefarijika kuwepo katika studio ya Radio Mwangaza. Basi sisi kama kwaya Mtakatifu Ana tunaomba salamu ziwafikie wote waliotusikia katika kipindi hiki. Lakini kwa namna ya pekee, Mtakatifu Agustino anasema kuimba ni kusali mara mbili. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana wale ambao wangependa kujiunga kwenye kwaya ya Mtakatifu Ana, kwaya ya viwango. Sauti ya kwanza tunawakaribisha, sauti ya pili, sauti ya tatu, lakini kwa namna ya pekee tunawakaribisha wanaume katika kwaya zote ni changamoto wachache, na ni changamoto kweli kweli. Kumbe nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwenye kwaya Mtakatifu Ana, hasa hizi sauti ya 4 na ya 3
wakaribie sana ili waweze kuonja upendo wa Kristo kupitia uinjilishaji katika utume wa kwaya. Asante sana Dr. Evodius ambaye ni mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Ana kutoka parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa. Nami ni waahidi tu mpaka hivi sasa na sauti ya sijajua sasa ni sauti ya 3 ama ni ya 4. Wawili tayari tumepatikana. Mimi pamoja na Nemes Victor Michael. Walimu mnajua, mna tabia za kusema hebu sema sasa sijajua kama tutakaposema utajua kwamba ni sauti ya 3 ama ni ya 4, ila tu watu wawili tayari, wanaume wawili tupo tayari kujiunga na kwaya hii ya Mtakatifu Ana. Tuwashukuru sana. Hongereni sana jamani kwa utume, pia niwapongeze na niwatakie utume mwema. Karibuni sana siku nyingine. Radio Mwangaza ni nyumbani kwenu, milango iko wazi. Asante sana msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, bado tuko pamoja mpaka pale 7:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Tulikuwa nao kwaya Mtakatifu Ana kutoka parokia ya Bikira Maria Mama wa Damu Azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, hasa tukiujadili muziki mtakatifu kwa siku ya leo Alhamisi tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mimi ni Pasco Ikuo, endelea kwa pamoja nami mpaka pale tamati. 0735787820 ndo namba ambayo utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini pia nitakwenda kuruhusu simu yako ili tuzungumze kwa uzuri kabisa kwa siku hii ya leo.